Alhamdulillah al-khail fi muhkami kitabihi al-aziz al-hakim. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa usalli wa usallimu ala habibihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan yukhrijuna biha min dhulumatil wahmi wa yukrimuna bi nuril fahmi wa yudihu lana ma ashkala hatta yafhama innahu ya'lamu wa la na'lamu wa huwa 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa usi nafsi al-mudhnibata bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi. Fa 'alaina wa 'alaikum bi taqwahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, alaikum bitadabbur ma yaqulu maulakum fi muhkam kitabihi al-aziz al-hakim. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Ndugu zangu Waislamu, awali ya yote tunamhimidi na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mola aliyetuneemesha na anaendelea kutuneemesha kwa mengi katika neema zake. Kubwa miongoni mwa hayo, tunamshukuru kwa kutujalia tena tumekutana pahala hapa katika muda huu mtukufu, muda ambao haridhii kumuona yoyote katika waja wake akishughulishwa au akijishughulisha na lisiokuwa hili, pale aliposema idha nudiya lisalati min yaumil jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwafikisha kwa hilo, lakini pia tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia na kuendelea kutuweka katika mwezi wa Ramadhani ya mwaka huu, na sasa tukiwa tukubali kabisa tukikaribia kumaliza mwezi wa Ramadhani. Nitangulize kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie Ramadhani yetu hii ni Ramadhani ya mfano, ni Ramadhani ambayo itakuwa ni ushuhuda utakaoweza kubeba Ramadhani tulizowahi kuzidiriki, zile Ramadhani ambazo kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atatukutanisha nazo. Ndugu zanguni, tumekutana tena katika Ramadhani, lakini nianze kwa kusema na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah. Ya ibadallah, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake ametuletea mwezi wa Ramadhani kama alivyotuletea vinavyofanana na Ramadhani katika kukamilisha rehma yake kwetu. Wanachuoni wanasema ashuhuru ka auladi Yaquba, miezi ni sawasawa na watoto wa Nabii Allah Yaqub. Yaqubu ni mmoja katika mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimjalia akiwa na watoto 12. Wanachuoni wanakuambia katika watoto 12 wa Yaqub walipata salama na amani na hata mapenzi ya baba yao na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtoto wake Yusuf. Na ndivyo wanavyosema wanachuoni, mwaka mmoja una miaka 12 kama watoto wa Yaqub, na miezi 12 yote inabebwa na mwezi wa Ramadhani. Na ndio baadhi yao wakasema ndio hiyo ni sababu ya kuona katika Qur'ani Ramadhani ni mwezi pekee uliotajwa kwa jina ndani ya miezi 12. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Ramadhani ni mwezi ambao ndani yake imeteremshwa Qur'an. Katika miezi 12 hukuti mwezi uliotajwa kwa jina lake zaidi ya mwezi wa Ramadhani. Baadhi ya wanachuoni wanasema ni kwa sababu ya mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na mwezi kama huu. Nichukue nafasi hii kukumbusha ndugu yangu Muislamu, tuendelee kuitumia Ramadhani, Ramadhani iliyopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadhani ambayo ndani yake kuna kila aina ambayo mtu akiitumia
atasalimika na ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini zitamweka karibu na mapenzi na rehema ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wanasema wenye kusema usingeitwa mwezi wa Ramadhani isipokuwa ni kwa sababu tu ya kuchoma madhambi, na ndio baadhi ya wao wakauita mwezi wa Ramadhani shahrul maghfira, mwezi wa mtu kumtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, manil ladhi ma sa'aqat, ni nani katika sisi ambaye hana makosa? Kama vile inavyosemwa hakuna hata sisi mmoja, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-Quds. Mwenyezi Mungu anasema kullukum khata au kullu ibni adama khata, kila unayemjua katika wanadamu ananasibishwa na kukosea. Ndio sababu ya kuja wizani wa khata, yani makosa ni nisba ya mwanadamu. Kuna anayoyafanya akiyajua na kuna anayoyafanya asiyojua. Wanachuoni wakasema kwa sababu hii umeletwa mwezi wa Ramadhani ili kumtakasha mwanadamu huyu na wingi wa makosa. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ile dua aliyokuwa akisoma, ambayo kwamba tunaijua sote, siku ile alikuwa akipanda mimbar, kila akinyanyua mguu akisikika akisema amin mara 3, na baada ya pale maswahaba wakamuuliza, leo ya Rasulullah, tumekuona ukiipanda al-Kaaba ukiipanda mimbari yako kwa namna ya ajabu kabisa, kila unaponyanyua mguu tukikusikia unasema amin, lakini hatukumsikia nani aliyokuwa akiomba dua hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, alinijia Jibril akaniambia mambo 3 na akanitaka kila jambo moja niseme amin, na mimi nikasema amin. Miongoni mwa maneno hayo Jibril alisema, rahima anfu rajulin adrakahu ramadhanu falam yughfar lahu, ameangamia mtu ambaye katika maisha yake alidiriki angalau Ramadhani moja, kisha Ramadhani ile isiwe sababu ya yeye kusamehewa. Ndugu zanguni, kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambapo Jibril alaihi salam anamuomba Mwenyezi Mungu amlaani mtu ambaye kwamba haitumii vyema Ramadhani, na kama tunavyomjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa huruma yake ilikuwa anatosha kumwambia Jibril, dua hiyo mimi sisemi amin. Sote tunamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa harisun, anapupa juu ya mafanikio yetu, lakini alikubali kusema amin kwa dua ya Jibril, rahima anfu rajulin adrakahu ramadhan falam yughfar la. Kwa Mtume alikuwa anasema hapana, kwa namna ninavyowapenda umma wangu siitiki amin, lakini hapa alisema amin na dua ile kaa imekwenda. Chukua hili, kalizingatia hili, upate kuiona nafasi ya Ramadhani, kwamba Ramadhani tumeletewa sisi kwa ajili ya msaada wetu sisi. Mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huruma yake anaiweka kando na anakubali kusema amini ya maangamizi ya mtu ambaye haitumii vyema Ramadhani. Twendeni tukaitumie vizuri Ramadhani ili tupate rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ila akhiril aya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi min al ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. ادعوا الله. Alhamdulillah wa usalli wa usallim ala habibihi sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina subulallah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi al-mudhnibata bitaqwallah, fa alayna wa alaykum bitaqwahu haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim.
Ndugu zangu Waislamu, tunamshukuru tena Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika tunamswalia kipenzi chake na kipenzi chetu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nachukua nafasi hii vile vile kwa mara nyingine kuwahusieni kama ninavyohusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tumcheni Mwenyezi Mungu kweli wa kumcha, na tujitahidini sana kumcha Mwenyezi Mungu ili pale atakapotufika mauti yetu tuhesabike sisi min ibadillahi almuttaqin, huko tukimwomba Mwenyezi Mungu atujalie katika kundi hilo. Ndugu zanguni, kila kitu kina mwanzo na kina mwisho. Kama tulivyokuwa sisi wanadamu tuna mwanzo na tuna mwisho, kadhalika Mwenyezi Mungu anatupa na nyakati zina mwanzo na zina mwisho. Mara kadhaa tunapata kusema hakuna kitu kinachopita kwa kasi sana katika vitu ambavyo Mungu ametumilikisha zaidi ya umri wetu. Umri wetu ni kitu kinachokwenda mbio sana. Sitaki kukuuliza wewe kwako leo ni Ramadhani ya ngapi, lakini sidhani kama kuna mtu leo ana Ramadhani ya kwanza, pamoja na tofauti zetu za matwali na nini. Wewe mwenyewe unajua leo uko katika Ramadhani ya ngapi. Tuliza akili yako, tuliza fikra yako. Wewe ushapata kuona kitu kinachokwenda mbio namna hiyo? Kabla huko tulikuwa tukijiuliza Ramadhani inakuja itakuwaje. Ramadhani inakuja na ishapita na hatujui tumefanyeni mpaka sasa. Imam Hasan al-Basri anakuambia al-ayami thalatha, siku ni tatu tu. Al-ayamu thalatha, siku ni tatu, jana, leo na kesho. Kisha akaziainisha namna wewe upate kuzitumia siku kama hizi. Akasema al-madhi fata, jana ishapita. Ramadhani ambazo kwamba wewe ushazitumia na umezifunga tangu za mwaka huu imeanza, tayari zishapita. Wal muammalu ghaibun, na Ramadhani ya kesho au ya mwakani ni kitu bahati mbaya. Hakuna hata mmoja miongoni mwetu mwenye hakika kwamba atakutana na Ramadhani nyingine, wacha ya mwakani, hata hii ya kesho. Akatoa agizo akasema fa anta fi saati allati anta fiha, wewe unathaminiwa, unathaminika kwa ule muda ambao uko nao, ambayo ni hii leo yako. Induka hapa, nenda kajiulize, Ramadhani ambazo ushazifunga kwa idadi unazojua wewe, lau utasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, zinakutosha kukuweka salama? Bali linsanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira, kila mmoja anajijua vyema kuliko wengine wanavyomjua. Kaitizame Ramadhani zilizopita huko katika umri wako na hii ambayo tunakwenda nayo. Kweli ukifika kwa Allah subhanahu wa ta'ala unaweza kumwambia Mwenyezi Mungu, usinitizame kwa yote ya Rab, kwa namna nilivyojitahidi, tizama hii Ramadhani yangu ya mwaka huu. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Kikubwa, twendeni leo kila mmoja akaorodheshe makosa yake. Tuna kawaida ya kupenda kuorodhesha yale mazuri tuliyoyafanya, lakini leo nakwambia twende kinyume kidogo. Nenda kahesabu, hiki nilikosea, hiki nimekosea, hiki nimekosea, alafu vyote mwambie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, nisamee Mola wangu. Tena mwambie hata kwa Kiswahili, ya Rab, ni mja wako mdhaifu, sijielewi na wala sijui ukuu wako na nafasi yako. Mwenyezi Mungu, yaangalie madhaifu yangu, nisamee mja wako mnyonge katika haya niliyofanya. Kwa nini tunafanya hivi? Tumeletewa Ramadhani kwa ajili hiyo. Raghima anfu rajulin adrakahu Ramadhan falam yughfar lahu. Jibril anasema maneno hayo, mtu kaangamia wote ikiwa kapata bahati kaishi ndani ya Ramadhani angalau moja, kisha Ramadhani ile isiwe ni sababu ya yeye kusamehewa. Ndugu yangu, kufanya makosa kama wanavyosema sio tatizo sana, bali tatizo ni kulidharau kosa, tatizo ni kulisahau kosa, tatizo ni kubaki katika makosa. Lakini tatizo kubwa inakuja Ramadhani mpaka inaondoka bado na makosa yako. Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri, na wala usiangalie kwamba nimefanya kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kubwa katika makosa, labda useme kuna kubwa katika matendo. Msikilize hapa anaposema katika sura Zumar aya 53, anamwambia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qul, sema uwaite, ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim
la taqnatu min rahmatillah, waite watu kwa jina la waja wangu, ya ibadia, enyi waja wangu. Wepi? Alladhina asrafu, ambao wamefanya makosa kupindukia, makosa makubwa kupita kiasi kuliko nafasi na umri wao. Bado kawaambie la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu ipo, na Mwenyezi Mungu anasamehe makosa yote. Innahu huwal ghafurur rahim, na yeye ni mwingi wa msamaha, na yeye ni mwingi wa kuwarehemu watu. Twendeni tukamwambie Mwenyezi Mungu leo tumekosa. Mwenyezi Mungu basi tumetubia, ili tuitumie Ramadhani hii. Ni hilo tu. Mmoja katika wakeze Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuuliza ni neno gani la kusemewa ndani ya mwezi wa Ramadhani, Lailatul Qadri na nje ya Lailatul Qadri. Alisema nenda kaambia maneno haya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu. Mungu wewe ni msamehevu na unapenda kusamehe watu, tusamehe. Nenda kakariri neno hilo leo wewe, kuanzia sasa mpaka kesho, mpaka Ramadhani ya kesho. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin biqadri hubbika fihi wa zidna ya maulana hubban fihi bijahi indaka farrij 'anna ma nahnu fihi ilahi la nas'aluka raddal qada'i bal nas'aluka lutfa fihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warradallahumma jami' sahabati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, minhum sayyiduna Abu Bakar as-Siddiq wa sayyidina Umar al-Faruq wa sayyidina Uthman bin Affan wa sayyidina Ali bin Abi Talib wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ghafurun halimun jawadun karimun raufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash shirka wal musyrikin wa nakis a'da'aka a'da'ad din waqtim lana bi khairin minka arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbi inna dhamannaka anfusana wa auladana wa amwalana wa ma an'amta bihi alayna wa man ma'ana wa ma ma'ana wa man ahatat bihi shafaqat qulubina wa judurati buyutina wa haula'il khaliqat ajma'in wa kullana wa lahum khaira hafidhin ya khaira mustawda'in fi dunya al akhirah. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Wa aqimis shalah.